Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mtu wa Manyoni, nataka nikwambia kwamba Agano la Kale Mungu alikuwa anajulikana jina lake kama Bwana wa majeshi. Nataka unisaidie kuinua mkono wako namna hii. Mahali popote ulipo, nataka uinue mkono wako namna hii. Nataka uinue mkono wako namna hii. Takapokuambia majeshi, majeshi, utaitikia majeshi ya Bwana, kwa sababu kama Mungu wetu anaitwa Bwana wa majeshi, manake majeshi yenyewe ni mimi na wewe. Mimi naamini mtu wa Manyoni, ubarikiwe sana. Amen. Ubarikiwe sana. Basi tutaenda kusoma somo la mkutano ambalo tunasimamia katika mkutano kuanzia siku ya kwanza mpaka leo siku ya 5, ambalo neno lenyewe linatoka katika kitabu cha Matendo 26 na ule mstari wa 18. Nitaenda kusoma kama unavyosema, nao unasema, wafumue macho yao na kuwageuza waiache giza na kuielekea nuru, waziache na nguvu za shetani na kumwelekea Mungu, kisha wapate msamaha wa dhambi zao na urisi miongoni mwao waliotakaswa kwa imani iliyo kwangu mimi. Lakini somo ambalo mhubiri wetu wa siku ya leo ataenda kusimamia linatoka katika kitabu cha Wakolosai wa kwanza, mlango wa kwanza na ule mstari wa 13 mpaka wa 14. Nitaenda kusoma kama unavyosema. Naye alituokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake, ambaye katika yeye tuna ukombozi, yaani msamaha wa dhambi. Nitaenda kurudia mstari wa mwisho wa 14, nao unasema, ambaye katika yeye tuna ukombozi, yaani msamaha wa dhambi. Nataka umpigie Bwana Yesu makofi. Nataka umpigie Bwana Yesu vigeregere. Mahali ulipopiga vigeregere na makofi kwa Bwana Yesu, mhubiri wetu wa siku ya leo anaposogea mbele hapa, nataka umshangilie Bwana Yesu. Nataka umshangilie Bwana Yesu. Mahali hapo ulipomshangilie Bwana Yesu. Amen. Amen. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Manyoni, Bwana Yesu asifiwe. Nataka nisikie watu wenye vigelegele na milusi, wenye shangwe kwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nisikie watu ambao mchana wa leo wameshiba vizuri, wako mahali hapa na wana amani mioyoni mwao. Nataka nisikie shangwe na vigelegele, hata kama shetani yuko mahali hapa, tunamwaibisha. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, mtu wa Manyoni. Nina furaha kukuona mtu wa Manyoni siku hii ya leo, siku njema ambayo Bwana ametupatia tena ili tuweze kusikia ujumbe wa neno lake. Nataka nikwambia kwamba andaa moyo wako kwa ajili ya kwenda kupokea kile ambacho Mungu anataka kusema na wewe. Yawezekana leo ndiyo siku ambayo Bwana ameandaa njia ya kutoka kwako. Nataka nikwambia usikubali kuachwa na neno hata moja lililoko mahali hapa, maana ninaamini Bwana amekuandalia jambo la msingi sana kwa ajili ya maisha yako. Maana ninaamini Bwana amekuandalia jambo ambalo leo litakwenda kubadilisha historia ya maisha yako. Kwa nataka nikwambie mtu wa Mungu, tuliza akili yako na mawazo yako. Sikia Bwana anasema nini juu yako siku ya leo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Barikiwe sana watu wa Mungu. Nafurahi sana kuwaona. Naona watu wa Manyoni mmependeza sana siku ya leo. Jipigie makofi. Jipigie makofi vizuri kabisa.
Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Yawezekana siku zote zimepita kuanzia siku ya kwanza mpaka siku ile ya 5, lakini bado unakuja, lakini uelewi hawa watu wameandaa mkutano kwa ajili ya kitu gani? Kwa ajili ya lengo gani? Yawezekana bado hujashika jambo ambalo limeandaliwa kwa ajili ya mji wa Manyoni nyakati hizi ambazo Bwana ameziamua majeshi ya Bwana kuwepo mahali hapa. Nataka nikwambie kitu kimoja, ya kwamba liko jambo ambalo Bwana ametuita na ametutuma kwa ajili ya mji wa Manyoni. Kama uelewi, nataka nikwambie leo, tuliza akili yako, uelewe kile ambacho Bwana amekiandaa kwa ajili yako na mji wa Manyoni mzima. Nataka nikwambie kwamba ukisoma Biblia kwenye kitabu kile cha Yohana ule mstari wa 3 na ule mlango wa 3 na mstari wa 16, neno la Mungu nasema ya kwamba Mungu alimtoa mwanawe pekee Yesu Kristo ili afanyike pale msalabani alipokufa, ili kila atakayemwamini apate kuokolewa. Sasa nataka nikwambie, huyu Yesu alipomtoa mwanawe Yesu Kristo, kuna watu hawaelewi kwa nini alimtoa mwanawe Yesu Kristo. Nataka nikwambie kwamba Yesu alitolewa kutoka kwa Baba kwa sababu ya dhambi iliyoingia toka mwanzo kupitia Adamu, ambaye aliumbwa akapewa miliki zote. Lakini baada ya hapo shetani akaja akamdanganya mwanadamu, na mwanadamu alipokosea maelekezo aliyokuwa amepewa na Mungu, baada ya hapo mwanadamu akapoteza ile miliki aliyopewa na Mungu. Alipopoteza ile miliki aliyopewa na Mungu, mwanadamu akawa amejitenga, akawa amekaa mbali na uso wa Bwana, kwa sababu Bwana alikasirika baada ya kuona mwanadamu amekosea ile maelekezo. Lakini baada ya mwanadamu kukaa mbali na Mungu, Mungu akasema haiwezekani, lazima nimwokoe mwanadamu, kwa sababu yeye nimemuumba kwa mfano na sura ya kwangu. Lazima nimwokoe na nimrejeshe kwenye halma yangu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa akapanga mpango ya kwamba namrejeshaje mwanadamu. Ndipo akaamua Yesu Kristo afe msalabani kwa ajili ya dhambi zetu, afe msalabani kwa ajili ya shida zetu. Nataka nikwambie, alipokuja Yesu duniani alivaa sura ya kibinadamu, akateswa, akakubali kila aina ya dharau, akakubali kila aina ya shida, ili makusudi aweze kumrejesha mwanadamu kwenye ile miliki ambayo aliumbiwa na Baba, ambayo aliumbiwa na Mungu. Ndio maana tunakuja siku ya leo kukukumbusha ya kwamba hapo ulipo yawezekana unateseka sana, hapo ulipo yawezekana unapata shida sana, lakini nataka nikwambie Yesu alishakuja msalabani, akafa msalabani, na baada ya kufa msalabani akaturejesha kwenye pendo la Baba lile natoka mwanzo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana mstari na neno ambalo Bwana ametupatia kwa ajili ya huu mkutano, anasema muwafumbue macho yao wapate kuelewa ile giza, tuwahamishe hao waliopo kwenye giza waje kwenye neema ya nuru, kwa sababu wapo kwenye giza, wako kwenye zama zile ambazo mwanadamu alimwacha Mungu, wako kwenye zama zile ambazo mwanadamu alikaa mbali na Mungu. Sio zama hizi sasa, hizi ni zama ambazo Bwana ametuachilia, Bwana ametufungua, tumerejea tena kwenye pendo na toka mwanzo, lile ambalo tulikaa kwenye bustani ya Edeni, tukala tunachotaka, tukala kila kitu, tukaishi maisha ambayo yalikuwa sio ya taabu. Hilo ndilo pendo ambalo Bwana alimuumbia mwanadamu. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nataka nikwambie mama yangu, nataka nikwambie baba yangu, na wewe ambaye umefika leo kwenye mkutano wa mahali hapa, yawezekana umepitia shida nyingi. Kweli. Yawezekana umeteseka sana. Ndio. Yawezekana maisha yako kila siku ukikaa peke yako unakaa unalia, lakini ukitoka mbele za watu ni kama una furaha, lakini ukikaa peke yako unalia. Ni kwa sababu haujapata hiyo neema ya Kristo ambaye alikufa pale msalabani. Bwana Yesu asifiwe. Amen.
Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Katika yeye tulihamishwa kutoka kwenye nguvu za giza tukapelekwa kwenye ufalme wa mwanaye Yesu Kristo. Tukahamishwa kwenye huo upande wa mateso yaliyopo kuwepo huko gizani, tukapelekwa kwenye nuru ya Kristo. Katika nuru ya Kristo huko ndiko ambako mema yanapatikana, amani inapatikana, uzima unapatikana, ushindi unapatikana. Yawezekana bado hujanielewa. Huyu Yesu aliposhuka msalabani, aliposhuka hapa duniani, akaenda pale msalabani, wanadamu walimsulubisha, walimsulubisha, lakini wakati wanamsulubisha hawakujua ya kwamba ndio nyakati ambazo tunarudishiwa zile enzi za ufalme. Ndio wakati ambao tunatolewa kwenye giza, tunatolewa kule ambako tulikuwa tunatembea hatuelewi chochote, tunarejeshwa kwenye upendo wa Kristo. Na baada ya kuangikwa pale msalabani, huyu mwamba Yesu, huyu mwamba Yesu alikubali kufa, alikubali kufa, alikubali kufa. Nataka nikwambie, Biblia inaniambia kwamba wakati anakufa akafa na shida zetu, akafa na matatizo yetu, akafa na kila aina ya mateso ya dunia, akafa na kile ambacho tulinyang'anywa. Baada ya kufufuka, akafufuka na uzima mpya, akafufuka na ushindi mpya. Katika yeye tunayo neema, katika yeye tunao ushindi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa yawezekana kuna hali mbalimbali ambazo zinatutesa. Kuna watu yawezekana tunauoga sana kwenye haya maisha. Kuna watu ambao tukiugua tu kidogo, tukipata tu shida kidogo, tunakimbilia kwa waganga. Kuna watu ambao tukiteseka tu kidogo, tunakimbilia kwa mababu. Kuna watu ambao tukipata tu shida kidogo, tunakimbilia kwa wazee wa mila. Nataka nikwambie, huko tunapoteza tu muda, kwa sababu hiyo neema unayokwenda kuitafuta huko ipo tayari kwa Kristo, iko tayari kwa Kristo. Yesu alishakufa msalabani na alishakutolea hiyo ambayo unakwenda kutafuta huko. Nataka nikwambie, unaenda kwa waganga, watakwambia leta kuku, watakwambia sijui leta mbuzi. Wanachotafuta wanakwambia unataka damu, wanakwambia unataka damu. Iko siri katika damu. Lakini nataka nikwambie, hizo unazohangaika, hizo sadaka unazozitoa, iko damu ya Yesu ilishatolewa toka zamani. Iko damu ya Yesu ilishatukomboa toka zamani. Wala usiofu, wala usiogope. Yesu leo anakuita akutoe hapo ulipo. Amen. Nataka nikwambie, yawezekana bado na hofu sana, lakini nataka nikwambie kwamba ukimpokea huyu Yesu, ukimpokea huyu mwamba, kuna neema kubwa sana ambayo unaipata. Kuna neema kubwa sana ya ajabu ambayo unaipokea ndani yako, kwa sababu katika yeye iko nguvu, katika yeye iko ushindi, katika yeye iko neema kubwa. Nataka nikwambie kwamba ukimpokea Yesu kwenye maisha yako, hata wakija kuloga nyumbani mwako, watanengua, watatoa jasho, lakini hawatakuweza, kwa sababu Yesu yuko ndani yako. Ukimpokea Yesu, watavunja nazi njia panda, lakini nakwambia, kwa sababu neema ya Yesu iko ndani yako, hawatakuweza. Watavunja nazi nyumbani kwetu, milangoni, lakini sababu tukimpokea Yesu, tutachukua hizo nazi, tutakula na tutanenepa, na hakitafanya chochote katika jina la Yesu. Haleluya, haleluya, haleluya. Nataka nikwambie, mama yangu, baba yangu, iko neema siku ya leo, iko neema siku ya leo. Hii neema usiache ikupite, hii neema usiache ikupite, kwa sababu Bwana ametutuma tukufungue macho, tukufungue macho. Wewe ambaye bado haujaona, wewe ambaye bado unateseka na hizo dhambi, wewe ambaye bado unateseka na hayo wao wachawi, wewe ambaye bado unateseka na hizo nguvu za giza, iko neema ya Yesu. Achana na giza wewe. Nataka nikwambie, iko neema ya Yesu itakayokufanikisha katika maisha yako, itakayokuokoa katika maisha yako. Usihangaike, iko neema ya Yesu inakuita siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Nikwambie, kuna watu ambao tunatokea kwenye familia ambazo siku zote
zimekuwa na maagano. Unakuta familia haijawahi toa mtu ambaye ni msomi, haijawahi toa mtu ambaye anafanikiwa. Familia nzima tumezoeleka kila siku, uchumi wetu ni wa hivi, tumezoeleka kila siku, shida zetu ni za hivi, tumezoeleka kila siku. Ile familia imejawa na magonjwa fulani, ile familia imejawa na tabu fulani, ile familia hazipiti siku mbili wamegombana, ile familia hazipiti siku tatu wamegombana. Nataka nikwambie ni kwa sababu hawajamjua mwamba Yesu, ni kwa sababu hawajampata Yesu. Siku ya leo wewe uliye ndani ya hiyo familia, nataka nikwambie, amua leo, Yesu ukimpokea, wewe ndo ambaye utakwenda kukomboa na hiyo familia, na mtaokolewa katika jina la Yesu. Haleluya, 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 haleluya. Nataka nikwambie siku ya leo kuna neno moja nimekuletea. Neno hilo nasema imetosha, imetosha, imetosha. Nataka nikwambie, wametuhangaisha sana, wametunangulia sana nyakati za usiku, wametutesa sana, wamevunja nazi sana, wameharibu watoto zetu, wameharibu familia zetu. Nataka nikwambie, iko neema ya Yesu leo ambaye alikufa msalabani, na siku anakufa pale msalabani, neno la mwisho lotamka alisema imekwisha. Na baada ya kusema hivyo, wanadamu tukaokolewa, wanadamu tukakombolewa. Nakwambia iko neema ndani ya Yesu, iko neema ndani ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu bado unielewi, kuna mtu bado unielewi. Hizi sio zama za kuteseka na hayo madawa, hizi sio zama za kuteseka kuvunja chungu njia panda, hizi sio zama za kuteseka na huo uchawi. Nataka nikwambie, hata kama una huo uchawi, iko neema ya Yesu leo inayotaka kukutoa hapo, kwa sababu kuna wengine wanatumikishwa huko lakini hawapendi. Nataka nikwambie, usiogope, Yesu leo yuko hapa, atakuokoa na kukutoa huko kwa jina la Yesu. Lakini iko siku moja mfalme akatangaza ya kwamba hakuna mtu mwingine kumcha Mungu yeyote isipokuwa sanamu aliyotengeneza yeye. Lakini hawa Shadraka, Meshaka na Abednego wakasema hatutakubali, hatutasujudia sanamu ya aina yoyote. Nataka nikwambie, mfalme akasema ya kwamba kama mmekataa kuisujudia sanamu, basi tanuru la moto litawashwa, na ndani ya tanuru la moto watatumbukizwa hao wanaokataa. Ndipo Shadraka na Meshaka na Abednego wakasema, mfalme hata usijisumbue, sisi hatutaisujudia hiyo sanamu yako. Ndipo mfalme akawachukua, akawapeleka kwenye hiyo tundu la simu, kwenye hilo tanuru. Sikia nikwambie kitu kimoja, alipowatumbukiza kwenye hilo tanuru la moto ambalo lilikoleza moto mara 7 zaidi, wakatumbukia humo ndani. Baada ya kukaa humo ndani, mfalme akajua ya kwamba hawa watu watakuwa wamesha kufa, kwa sababu hata waliowatumbukiza mle ndani walikuwa wamekufa tayari. Wale waliona kuwasindikiza na kuwasukubia mle ndani walikuwa wamesha kufa. Lakini mfalme akachungulia kwenye tanuru la moto, akaona aliwatupa watu 3, lakini katikati yao 3 akaona kuna mwingine wa 4, akaona kuna mwingine wa 4, na wale watu hawajaungua, wanamtukuza Mungu wao ndani ya tanuru la moto. Nataka nikwambia kwamba Yesu leo anataka kukaa ndani yako, kwa sababu hata wakikusukumia kwenye hizo shida, wakikusukumia kwenye hayo mateso, wakikusukumia kwenye hizo tabu, watapotea wao, watapotea wao. Lakini wewe ambaye utakuwa na Yesu katikati yako, hautapotea, hautapotea hata kwenye moto gani, kwa sababu leo Bwana anasema, ujapopita katikati ya bonde la uvuli wa mauti, gongo langu na fimbo yangu vitakuongoza. Usiogope, kwambia yuko Yesu mahali hapa. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Nataka nisikie shangwe la watu wa Manyoni. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa ndugu yangu, nataka nikwambie kitu kimoja, nataka nikwambie kitu kimoja. Ukiwa na Yesu kwenye kila jambo, watu watakuwa wakikutazama wewe, wewe utakuwa unajiona wewe, lakini watakapokuwa wanakuja watawakuta mkoa wawili, kwa sababu kuna mwamba ambaye anatembea na wewe akikulinda, kuna baba ambaye anatembea na wewe akikupigania. Nataka nikwambie, watapangana, watakaa vikao usiku na mchana, wakisema tunataka tumpoteze fulani, lakini watatoka. Watakapokuja hapo hawatakukuta peke yako, watakukuta na mwamba Yesu, watakukuta na mwamba Yesu.
Yesu. Nataka nikwambie kuna ambao wanapanga plani ya kwamba tunataka tuipoteze familia ya mama fulani, tunataka tuipoteze familia ya mtu fulani. Haitafanikiwa, haitafanikiwa. Nataka nikwambie leo, mpokee Yesu mama, mpokee Yesu baba. Ndani ya hiyo familia watakapokuja watamkuta Yesu katikati yenu. Hawataweza, hawataweza, hawataweza. Amen. Jambo ni moja tu, jambo ni moja tu, kuwa na mwamba Yesu. Sisi tunasema imetosha. Jambo ni moja mama, jambo ni moja baba, jambo ni moja kaka, kuwa na mwamba Yesu. Sisi tunasema ya kwamba imetosha. Hatuhangaiki, hatuteseki. Tukiwa na Yesu imekwisha, tukiwa na Yesu imetosha, katika jina la Yesu. Haleluya, haleluya. Wewe pokea tu Yesu leo, wewe pokea tu Yesu leo. Na kwambia haya maneno nayokwambia utayaona kwenye familia yako. Wamezoea kukuchezea, wamezoea kukuchezea. Wewe pokea tu Yesu leo, wewe pokea tu Yesu leo. Bwana ametutuma kutoa wale ambao wamewekwa kwenye nguvu za giza na kuwekwa kwenye ile nuru ya Kristo, ili makusudi utakapotembea kwenye uchumi utaangaza, utakapotembea kwenye masomo utaangaza, utakapotembea kwenye biashara utaangaza, utakapotembea kwenye kazi utangaza, kwa sababu umetolewa kwenye lile giza, umeletwa kwenye ile nuru ya Kristo. Haleluya, amen. Haleluya, amen. Haleluya, amen. Tunaelewa na watu wa Manyoni? Amen. Tunaelewa na watu wa Manyoni? Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kuna neema ambayo iko ndani ya Kristo. Inakuita leo mama, inakuita leo baba, inakuita leo dada. Nataka nikwambie kwamba kuna watu ambao huwa tunaishi kwenye maisha, tunaishi, lakini kuna wakati ukifika utatukuta tuna furaha huku nje, lakini tukiingia ndani mwetu, tukiingia chumbani, tukitulia, ni machozi yanabubujika. Ni kwa sababu hatuna amani, ni kwa sababu hatuna furaha, ni kwa sababu kuna jambo halijakaa sawa, ni kwa sababu hatuielewi hata kesho. Nataka nikwambie, wa kukuelewesha hiyo kesho yupo Yesu, wa kukufundisha hiyo kesho yuko Yesu, wa kukupa amani yuko Yesu. Hakuna amani kwa waganga, hakuna amani kwa wachawi, hakuna amani au kwa asiri, hakuna amani kwa wazee wa mila. Amani inapatikana kwa Yesu, amani inapatikana kwa Yesu, amani inapatikana kwa Yesu. Amen. Kuna watu tumepewa mpaka majina ya matatizo tulionayo. Kuna watu tumepewa mpaka majina ya matatizo tulionayo. Ni wakati sasa imetosha. Hizo historia walizotupatia wao, ni wakati imetosha. Kuna watu sasa majina yetu tunaitwa ni walevi. Kuna watu sasa majina yetu tunaitwa ni wazinzi. Kuna watu sasa majina yetu tumepewa magonjwa fulani ambayo hayo yamekuwa kama majina yetu. Nataka nikwambie, iko neema ya Yesu leo, kwa sababu ndani ya Yesu kuna neema kubwa sana ambayo itakubadilisha. Biblia inasema ya kwamba hata mtu akiwa ndani ya Kristo, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Haleluya, haleluya. Waliokuzoea jana sio hao watakao kuona leo. Waliokuzoea jana, wao watakayempokea Yesu sio watakao kuona leo, kwa sababu utatolewa kwenye ile historia. Waliokuzoea, walikuita mlevi, leo Bwana anakuita kwa bariki. Mungu anakuita katika jina la Yesu. Haleluya, haleluya. Jana kuna majina walituita mabaya, kuna majina mabaya walituita, kuna majina mabaya walituita. Iko neema ya Yesu, iko neema ya Yesu inatupeleka katika upya tena, inatupeleka katika upya tena. Wako akina mama wanalia kwa ajili ya watoto zao. Watoto zao wamekuwa na tabia za ajabu, watoto wao wamekuwa na tabia mbaya. Wapo akina baba wanalia kwa ajili ya watoto zao, wapo wanaolia kwa ajili ya ndoa zao, wako wanaolia kwa ajili ya tabu zao. Iko siku ya leo, nataka nikwambie, iko neema ya Yesu ya kufanyika upya tena, kwa sababu hayo mateso Yesu anasema imetosha.
imetosha. Ndio. Imetosha mama yangu. Amen. Imetosha baba yangu. Yes. Hayo mateso imetosha. Hizo aibu. Nataka nikwambie, Yesu alipokufa msalabani pale, alibeba aibu zetu. Alibeba aibu zetu. Na katika hizo aibu akatuachia heshima. Kwa nini unaendelea kuaibika? Kwa nini unaendelea kuteseka? Ni kwa sababu haujaijua hii nuru ya Kristo. Hii nuru ya Kristo imekuja leo nikwambia kwamba Yesu yuko tayari kukufungua, kwa sababu alipokuja duniani neno la kwanza lilosema, Roho wa Bwana yu juu yangu kuwafungua waliofungwa, kuwaacha huru mateka. Wewe kama umetekwa na nguvu za giza, leo ni siku ya kuachwa huru. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kuna watu yawezekana dhambi zimekuwa nyingi, ni kama tumejikatia tamaa. Kuna vijana wenzangu mko hapa, yawezekana umejikatia tamaa. Kuna namna unajiona ya kwamba uwezi tena. Kuna wazee mko hapa, ni kama umejikatia tamaa, hamuioni tena kwamba kuna kesho yenye nuru. Kuna vijana, kuna akina mama, kuna akina dada, hamuoni kama kuna kesho tena iliyo bora. Kuna watu ambao mmevunjika moyo na kurudi nyuma. Nataka nikwambie siku hii ya leo, kuna neema ya Yesu imekuja mahali hapa kukuweka huru na hayo mateso, kukuweka huru na hizo shida. Bwana ametutuma kukufungua macho na hayo mateso. Bwana ametutuma kukufungua macho. Amka, imetosha. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nikwambie, ukimpokea Yesu leo, ukimpokea Yesu leo, yule waliomuita tasa jana, leo watakuita mbarikiwa, kwa sababu Yesu yuko ndani yako. Ukimbeba Yesu, kuna neema kubwa sana. Chukulia katika viwango vingine. Viwango vyako sio vya chini. Viwango vyako sio vya kawaida. Viwango vyako sio vya kwenda kanisani na kurudi na kulia na mateso ndani. Viwango vyako ni matengenezo na Yesu. Uinuliwe juu zaidi. Simama mtu wa Mungu kwa miguu yako. Simama mtu wa Mungu kwa miguu yako. Simama kwa miguu yako, huku ukitafakari ndani ya moyo wako. Hata kama una dhambi ngapi umezifanya, yuko Yesu anayekupenda. Yawezekana ndugu wamekuacha, yawezekana ndugu hawakuhitaji tena, yawezekana ndugu hawakuhitaji tena, lakini Yesu yuko anayekuhitaji. Huku unasogea mbele taratibu. Majeshi ya Bwana wasogeze watu mbele, wasogee mbele taratibu, tupate kuomba kwa pamoja, tupate kuomba kwa pamoja, kwa sababu ni wakati ambao imetosha. Kama kutudhalau, tumedhalaulika, imetosha. Imetosha sasa. Bwana anatuita, Bwana anatuita. Sogea kwa miguu yako mtu wa Mungu wa Manyoni. Sogea kwa miguu yako hapa. Yesu anataka kukufungua leo. Yesu anataka kukufungua leo. Yesu anataka kukufungua leo. Kuna hiyo neema imekuja ndani yako siku ya leo. Usikubali ikuache hivi. Usikubali kijana mwenzangu, hii neema ikupite, kwa sababu vijana ndani ya Yesu sio ushamba, bali ni ushujaa, bali ni ushujaa. Sogea mahali hapa. Sogea mahali hapa. Usijihukumu kivyovyote. Usijihukumu kivyovyote. Yesu anakupenda kuliko ambavyo unajipenda. Yesu anakupenda kuliko hata ndugu zako wanavyokupenda. Na ndio maana alijitoa msalabani kwa ajili yako. Na ndio maana alijitoa msalabani kwa ajili yako. Yesu anakupenda. Yesu anakupenda. Yesu anakupenda. Yesu anakupenda siku ya leo. Sogea mahali hapa. Sogea mahali hapa. Sogea mahali hapa. Majeshi ya Bwana wapange watu vizuri. Yesu anatupenda. Yesu anatupenda. Hawezekana umekatiwa tamaa na ndugu, ni kama mbaki peke yako, ni kama mbaki peke yako. Usikubali kubaki peke yako. Yuko Yesu hapa, yuko Yesu hapa. Usikate tamaa ya maisha. Yesu mradi amekuacha kuwa hai, bado ana haja na wewe, bado ana haja na wewe, bado ana haja na wewe. Usijikatie tamaa, hata kama umri umeenda. Yesu anakupenda. Yesu anakupenda. Usikubali kubaki hivyo ulivyo. Usikubali kubaki hivyo ulivyo. Iko neema ya Yesu leo hapa. Iko neema. Nafasi ni yako sasa. Nafasi ni yako sasa. Usiende kanisani kwa mazoea. Yesu anakuhitaji usogee leo tena. Yesu anakuhitaji usogee leo tena. Yawezekana unaenda kanisani kwa mazoea. Sogea leo. Usimwogope mzee wa kanisa, usimwogope mchungaji, kwa sababu hii ni neema ya kwako wewe na Kristo. Hii ni ya kwako wewe na Kristo. Usikubali leo ipite.
Usikubali leo ipite ikakuacha hivi hivi. Usikubali leo ipite. Yuko Yesu hapa, anakuhitaji. Tunakusubiri wewe ambaye bado unajiuliza ndani, hauoni kama usogee kumpokea Yesu au la. Nakwambia chaguo ni Kristo tu. Hakuna chaguo jingine kwenye maisha ya sasa. Hakuna chaguo jingine kwenye maisha ya sasa. Barikiwe na Bwana mlifanya uamuzi siku ya leo. Yesu anawapenda sana. Yesu anawahitaji sana. Mtakapotoka hapa, historia zenu zitakuwa zimebadilika, kwa sababu Yesu atakuwa ndani yenu. Wala msije mkaogopa, wala msije mkawa na hofu. Nyosha tu mkono wako kwa imani, fuatisha haya maneno ambayo nitakwenda kuyasema, kwa sababu Biblia inasema kwa kinywa mtu anakiri, lakini kwa moyo mtu anaamini. Naamini Yesu Kristo. Sasa fuata haya maneno nyuma yangu, sema: Ee Bwana Yesu, Ee Bwana Yesu, nimesikia neno lako, nimesikia neno lako, nimekubali uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Na kupokea Yesu kuanzia leo, uwe kiongozi wangu. Na kuamini Yesu kuanzia leo, unishike mkono, uniongoze katika njia zote za maisha yangu. Na mkataa shetani na kazi zake zote. Najitoa kuwa wako, Ee Yesu, kuanzia leo na siku zote na hata milele. Amen. Majeshi ya Bwana, tupite tuachukua majina. Tuachukua majina. Sogea mahali hapa. Kama unaona udhaifu, sogea kwa dakika moja. Sogea kwa dakika moja. Sogea kwa dakika moja, tuombe na wewe. Sogea kwa dakika moja, tuombe na wewe. Sogea tuombe na wewe sasa. Majeshi ya Bwana tusaidie watu. Majeshi ya Bwana tusaidie watu. Kuna mzee hapa, tusaidie hapo. Shika mahali panapokuuma. Shika mahali panapokuuma. Majeshi ya Bwana tukipita tukiwa kishika mikono, tukiwaombea. Majeshi ya Bwana tupita tukiwaombea. Baba, katika jina la Yesu, wewe ambaye una shida mahali popote, shika mahali hapo panapokuuma. Baba, katika jina la Yesu, wewe uliyesema kwamba tutashika kwa mikono kila aina ya magonjwa Bwana, tukiwagusa kwa mikono watapokea uponyaji. Nasi Yesu, leo tunaachilia neema yako ya uponyaji juu ya watu hawa. Tunaachilia neema ya uponyaji, tunaachilia neema ya uponyaji katika jina la Yesu. Tunawaweka huru sasa kutoka kwenye kila aina ya magonjwa. Tunawafungua katika jina la Yesu. Tunawafungua katika jina la Yesu. Tunawafungua katika jina la Yesu. Tunawafungua kila aina ya magonjwa. Toeka sasa 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 kila aina ya magonjwa. Achia, ondoka. Achia, ondoka. Achia, ondoka. Kila aina ya udhaifu, ondoka katika jina la Yesu. Ondoka katika jina la Yesu. Ondoka katika jina la Yesu. Kila aina ya udhaifu, unaondoka sasa. Unaondoka sasa. Kila aina ya udhaifu, kila aina ya udhaifu, kila aina ya udhaifu, unaondoka sasa. Hizo nafsi zilizoibiwa zinarejesha katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Tunaachilia neema ya Bwana katika jina la Yesu. Uwe mzima sasa katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Hiyo neema ya Bwana inapita. 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 Unaachiwa huru sasa. Unaachiwa huru sasa. Kutoka kwenye haya magonjwa yanaachia katika jina la Yesu. Wewe mtoto, unakuachia kila aina ya magonjwa ya kuachia sasa katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Kila aina ya magonjwa toeka sasa. Toeka sasa. Toeka sasa. Kwa huruma katika jina la Yesu. Kwa huruma katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu.
katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Unaweka huru sasa, unaweka huru sasa, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Majeshi ya Bwana, saidia watu, saidia watu, saidia watu, katika jina la Yesu. Bwana anatenda sasa, Bwana anatenda sasa, Bwana anatenda sasa, Bwana anatenda sasa, katika jina la Yesu. Bwana anatenda sasa. Tunaachilia hiyo neema, 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 katika jina la Yesu. Kila eneo dhaifu, kuanzia kwenye utosi mpaka unyayo, toa katika jina la Yesu. Kuanzia kwenye utosi mpaka unyayo, achia katika jina la Yesu, achia katika jina la Yesu. Kuanzia kwenye utosi mpaka unyayo, achia katika jina la Yesu. Kuanzia kwenye utosi mpaka unyayo, achia katika jina la Yesu. Kuanzia kwenye utosi mpaka unyayo, kila udhaifu ondoka sasa, ondoka sasa. Hayo magonjwa ya kichwa, achia sasa, achia sasa. Ufahamu wake unaachia sasa, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Asante Yesu kwa kuwafungua watu wako. Asante Yesu kwa kuwakomboa watu wako. Asante Yesu kwa kuwasaidia watu wako. Asante Yesu. Rama shaka la bakoria manda. Rama sete libre.